Ripoti yetu ya leo inaelezea namna ambavyo rais wa Marekani Donald Trump ameuharibu uchumi wa dunia kwa kusababisha vita visivyokuwa vya msingi. Dunia wakati huu haina budi kujadiliana na Iran kutokana na kwamba rais wa Marekani ametengeneza mazingira ya kuharibu uchumi wa dunia. Kwa uchambuzi kupitia gazeti la Financial Times, kupitia habari yake yenye mada kwamba Iran huenda ikaibuka kuwa na nguvu na ikawa hatari zaidi baada ya vita hivi. Uchambuzi huo unasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akitumia ujuzi kushinikiza adui wake kutumia nguvu alizonazo, na kuongezeka kuwa vita vya kibiashara na China viliisha wakati Beijing ilizuia uuzaji wa madini yake adimu na kuchochea Washington kupunguza ushuru waliouweka. Rais wa Marekani sasa anataka kutumia ubabe katika kile alichokiita MAGA, Make America Great Again, kwa kutengeneza mazingira ya kutumia nguvu kubwa zaidi, ambapo ameamua kuivamia Venezuela ili akapate mafuta, na sasa anaivamia Iran kwa kushirikiana na Israel, akiamini kwamba kile alichokifanya Venezuela kinaweza kikafanyika hata nchini Iran. Lakini habari zimekuwa tofauti. Rais wa Marekani sasa anakumbana na jinamizi la kushindwa kupambana vilivyo dhidi ya Iran baada ya Iran kuonyesha mapambano mazito ambayo kwa muda mrefu walijiandaa kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani. Na wakati huu kwa Iran wanaona ni kama ni wakati sahihi baada ya kujiandaa kwa muda mrefu dhidi ya chokochoko zinazofanywa na Marekani miaka mingi iliyopita. Kulingana na uchambuzi wa Financial Times, njia sawia inatumika Iran kuonyesha ubabe wake kupitia mlango wa bahari wa Hormuz kwa kutishia kufunga. Mlango wa bahari wa Hormuz ndio ambao kwa namna moja ama nyingine unaonyesha namna ulimwengu unavyoutegemea, licha ya kwamba ni 20 hadi 25 ya mafuta yanayopitishwa katika mlango huu wa bahari wa Hormuz. Lakini hadi sasa dunia inakumbana na mgogoro wa kiuchumi, lakini pia ni kutokana na kukosa 20% za mafuta. Iran pia imeweza kusababisha uharibifu katika mataifa ya Ghuba kama vile Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, na kuhatarisha usalama wa mataifa hayo. Huenda Iran ikapata kipato zaidi kwa kutoza ada za ziada katika meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa kawaida zaidi ya meli 140 hupitia katika mlango huo wa bahari, na iwapo meli hizo zitatozwa ada zaidi, basi itaipa Iran faida mabilioni ya fedha. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amekosoa vikali ada zaidi inayotozwa kwa meli zinazopita katika eneo hilo, akisema ni kinyume cha sheria na haikubaliki. Lakini njia mbadala ni ipi sasa kwa ajili ya kusitishwa kwa vita hivyo na kutengeneza hali ya uchumi katika ulimwengu? Wachambuzi wanasema hakuna njia sahihi haswa, na kuwatuma wanajeshi wa Marekani kukiteka kisiwa cha Kharj hakutasuluhisha changamoto hiyo. Wataalamu wa mambo katika masuala ya kijeshi wanasema jiografia ya eneo hilo la Hormuz inaifanya kuwa vigumu kudhibiti kikamilifu, haswa ukizingatia uwezo wa kijeshi wa Iran. Gazeti la Uingereza la The Guardian limechapisha uchambuzi kwenye mada vita vya Trump nchini Iran, ambapo limesema kuendelea kwa vita vya Iran kwa wiki ya 5 kunaonyesha kwamba vita hivyo vilianza bila mkakati wa kina. Uchambuzi huo unasema kuwa semi za kukinzana kutoka kwa Rais Donald Trump zimekuwa ni nyingi mno na haziwezi kuficha upungufu wa mafuta na bidhaa unaoshuhudiwa duniani. Hali hii ina uwezekano mkubwa wa kuwa mbaya zaidi ikizingatiwa kutokuwepo kwa dalili zozote za ushindi wa haraka wa Marekani au kuanguka kwa Iran. Gazeti la The Guardian la nchini Uingereza pia limeelezea hali hiyo kuwa inafanana zaidi na vita vya kuchoshana ambavyo kila upande unatangaza mafanikio yake na kupuuza kushindwa kwake, huku ukisisitiza makosa ya mpinzani wake. Gazeti hilo linaeleza kuwa vita hivyo havikupaswa kuanza kabisa, kwa kuwa tishio halikuwa la dharura na malengo hayakufafanuliwa wazi, jambo linalodhoofisha uhalali wake. Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wanabeba jukumu la kuanzisha mgogoro huo. Gazeti hilo linasema njia bora zaidi ya kutatua vita ni kufanya mazungumzo bila masharti ya awali. Donald Trump anatoa vitisho vya kuongeza mvutano zaidi. Hata hivyo, hakuna dalili za kidiplomasia kutumika kuleta, huku uimarishaji wa nguvu za kijeshi ukizidi kuendelea. Ni Rais Donald Trump ambaye kila siku anaeleza kwamba wa Iran wapo tayari kwa ajili ya kumaliza vita hivyo na wapo tayari kwa mazungumzo, na kuna mazungumzo yanayoendelea, huku wa Iran wenyewe wakisema kwamba hakuna mazungumzo yoyote ambayo yanaendelea hata wakati huu na hakuna kiongozi yeyote aliyehusika katika mazungumzo hayo. Hata hivyo, bado hili linamfanya rais wa Marekani kupata kigugumizi juu ya nini anaweza kufanya.
Wachambuzi wa mambo wanasema hizi ni propaganda za rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia ni kutokana na kwamba anatafuta njia za kuweza kuepuka lawama la kushuka kwa uchumi wa ulimwengu, lakini pia anatengeneza mazingira ya kutaka kuondoka taratibu katika uwanja wa vita. Wachambuzi wa mambo wanasema kitakachokuja kutokea ni namna ambavyo rais huyo wa Marekani ataomba vita hivyo visitishwe kama vile vilivyositishwa vita vya mwezi Juni mwaka 2025. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.